Brand ni chapa, ambayo chapa inajengwa na kustawiishwa na vitu vingi tofauti. Lakini kwa ujumla, kwa kifupi sana, ni wazo, ujuzi ambao jamii, hadhira, wateja wako wanayo juu yako wewe. What is your promise? Wewe ni nani? Authenticity yako ni tofauti vipi na Alan, kama ni personal branding hiyo, au kama ni bidhaa yako ni tofauti na vipi, na inatoa hadi gani kwa consumer, na imemhudumia vipi consumer. Consumer nakumbuka nini kuhusu hiyo bidhaa yako, imemfurahishaje au imemkwazaje, amesimulia mtu kitu gani kuhusu wewe, nilivyoiona nilipata hisia gani, na vitu kama. Kwa hiyo brand ni mjumuisho wa uelewa mzima wa hadhira yako au wateja wako kuhusu huduma au bidhaa yako, ambayo ina touch points tofauti. Brand inaweza kaonekana kupitia njia za vitu vya mitandaoni, pages zako. Brand yako inaweza kuathirika na jinsi tu ambavyo tumepata huduma na akajibiwa vibaya na mteja wa duka lako. Brand inaweza kuonekana kwamba muonekano tu wa duka lako nje kani affect pako rough. Brand inaweza kuwa uzuri wa duka lako kanivutia, kwa duka fulani kali hivi nini, unaelewa. Yote hiyo ina affect brand yako. Lakini chapa tu yenyewe sio brand, bidhaa tu yenyewe sio brand. Branding ni matendo yote, ni mjumuisho wa matendo, hatua, harakati zinazotumia vyanzo tofauti kuonyesha na kusukuma brand yako kwa watumiaji wako ambao nao, na hata watumiaji wako potential ambao watakuja. Kwa hiyo ni harakati ambazo zinahusiana kuchapa yako kuweza kufika mbali, ikiwemo kutengeneza logo yako kuwekwa kwenye multiple nguo, vitu kama merchandising, logo yako kuonekana kwenye mabango, yani outdoor, logo yako kuonekana kwenye TV, yani advertising, logo yako kuwepo kwenye social media, yani digital marketing na social media marketing, labda logo yako au huduma yako, au wewe kwenda kwenye activation na kukutana na watu kwenye on the ground, yani matukio yote unayofanya hiyo kuhakikisha kwamba chapa yako inafika kwa watu kwa njia utakayo, unayo create. Ndio sasa branding ni ile process ya uchapishaji chapa yako kuonekana, kujulikana kwa njia chanya kwa ajili ya biashara yako au brand yako mwenyewe. Kwa hiyo mnasema matendo yanayoendana na kusukuma chapa yako. Kwa Danny Kijo pia kuja Club A to Z ni sehemu ya brand. Sehemu ya branding. Nilipokuja cha kwanza nilifanya nini? Nikashoot video kwa fans wangu, ni kwa sababu inaendana, philosophy zenu na harakati zenu zinaendana na matukio yangu. Kuna watu wengine walinialika kwenye mabata, kuna masponsor wa pombe, mapati fulani, sijui nini, ambao kwangu mimi na ninachotaka kujenga na brand yangu haendani, kwa sijaenda. Lakini hapa A to Z Club nimekuja kwa sababu naendana, harakati zetu zinaendana, brand yenu na voice inaendana na brand yangu. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.